Amesema hayo mara baada ya ibada maalum ya kuwashirikisha wazee na watu wenye mahitaji maalum meza ya Bwana iliyoandaliwa na KKKT usharika wa Makumira na kuambatana na hafla fupi iliyofanyika katika usharika huo ulio sehemu ya KKKT Diocese ya Meru, ambapo hafla hiyo iliambatana na ugawaji wa zawadi na mahitaji mbalimbali kwa watu wenye uhitaji. Dini iliyo safi ni ile ya kuwatembelea wajane. Na hawa kuna wajane, kuna wagane, kuna wazee, kuna wasiojiweza na namna ile, ambao mara nyingi sisi watumishi hatupati muda wa kuwaona mara kwa mara. Kuwaweka pamoja chini ya hema moja, kuzungumza nao, kuwapa chakula cha Bwana, kushiriki na kuwapa zawadi na vifurushi hivi vya kuendea navyo nyumbani. Naona jina la Bwana limetukuzwa na kumbukumbu hii itadumu maishani mwao. Mimi naona natoa wito kwa sharika zingine ziige mfano huu, kwa sababu ni uti wa mgongo wa wito wetu kama watumishi. Mkuu wa jimbo la kati KKKT Diocese ya Meru, Mchungaji Abel Kaya, amesema kupitia tendo hilo wahitaji wameuona upendo wa Mungu katika maisha yao, huku makamu mkuu wa jimbo hilo ambaye pia ni mchungaji kiongozi wa usharika huo, Mchungaji Neema Akio, akieleza maono alionayo juu ya wahitaji. Ninayo furaha sana kushiriki tendo hili la baraka ambalo kwa kweli Mungu amewezesha usharika huu wa Makumira kufanya jambo la kuwafurahisha na kuwatia moyo wazee wetu. Na Mheshimiwa Baba Askofu amesema vizuri katika mahubiri yake kwamba hii ndiyo dini ya kweli, na katika kipindi hiki cha Kwaresma, kipindi ambacho ni kipindi cha kutubu, kufunga na kutenda matendo ya kidiakonia, tunauona usharika huu ukifanya mambo ambayo ndio kwa kweli wito wetu kama kanisa. Ni maono yangu na ndoto zangu kwa wazee, hasa kwa sababu ya huduma ninayoifanya ya kuwatembelea majumbani wakati ninapofanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, lakini ninapokwenda kuwashirikisha majumbani wale wasioweza kufika makanisani. Ninachojifunza kwao, wanaishi kipindi cha upweke sana. Wanamisi wazee wengine. Unaweza ukaenda kumshirikisha baba, ukamshirikisha mama, akakukumbusha na mzee mwingine ambaye wakati huo akiwa na nguvu alikuwa anaonana kanisani, anakuuliza kama bado yupo au kama nawe umeshampitia umemshirikisha. Lakini wakati mwingine, wakati wa kufanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba kijimbo, tumegundua kwamba wazee ni kundi ambalo linasaulika sana, limesukumiwa pembezoni. Hata watoto wengi, unakuta mzee ana watoto wengi, lakini watoto wakiwa huko makazini kwao mbali hawawakumbuki. Kwa hiyo kwa mimi nikaona namna pekee ya kuwaondolea upweke, siwezi kusema naweza kuwaondolea moja kwa moja, lakini hata kwa kidogo, ni kuandaa hafla kama hii na wakae pamoja. Sasa wakikaa kwa pamoja wataonana, labda walimisiana kitambo. Gundelinda Sarakikia na Julius Mgenaguga ni miongoni mwa washiriki wa hafla hiyo. Hapa wanaeleza furaha yao mara baada ya kushiriki meza ya Bwana na kupatiwa baadhi ya mahitaji yao. Kwa kweli jambo hili limetufurahisha kwa sababu limetupa nafasi ya kukutana kama wazee, kubadilishana mawazo, lakini pia kuona jinsi mwenzako anaishi katika mazingira tofauti na yale ambayo unaishi. Unaweza kusema labda mimi nina shida zaidi ya mwingine, lakini kutoka kwa mwenzako amezidiwa zaidi. Kwa hiyo linatupa faraja pale tunapokutana kwamba kuna hatua tofauti katika swala la uzee mzima. Yuko ambaye amezidiwa sana, lakini kuna ambaye ana nguvu. Kumekuwepo na tukio la tofauti pia ambalo lilifariji wale ambao wametoka kwenye mazingira hatarishi na mazingira magumu, kwa sababu waliwapatia zawadi ya mablanketi, waliwapa sukari na maneno ambayo yalikuwa ni ya faraja kwao. Tunamshukuru Mungu tena zaidi kwa kuwapa ufunuo viongozi wetu wa kanisa, kuona hili kwamba kuna watu wenye uhitaji, hivyo tuwarudishie kile kitu ambacho kinastahili wao pia kupewa. Basi kwetu sisi tunamshukuru Mungu, tunasema Mungu azidishe pale ambako maono yao yalikuwepo, kwa sababu wameona ni jambo jema. Basi Mungu aendelee kuwafunulia yale maono, yaendelee kudumu hata kwa wengine watakao kuja kabla na baada ya hili.
Ni hafla ambayo imeweza kuwakutanisha wazee pamoja na wale wenye uhitaji, ambapo wameshukuru uongozi wa kanisa pamoja na baba askofu kwa kuwakutanisha katika eneo hili kutoka katika usharika huu wa Makumira KKKT Diocese ya Meru. Mimi ni Elihuru Machao.